Binafsi leo natamani niseme na watumishi mlioitwa na mnaotumika mpaka sasa. Zimekuwepo tetesi na maneno haswa juu ya watumishi wa Mungu wanaolisimamia kundi, kwa maneno tu ya wanadamu wakisema kwamba watumishi wa Mungu wameingia kwenye huduma kwa ajili ya kutafuta fedha. Lakini siamini sana, na kama ingelikuwa kwamba watu wanaingia ili kutafuta fedha kwenye huduma, basi mpaka sasa asingelikuwepo mtu anayetumika kwenye huduma. Wengine wanapoona watumishi wa Mungu udhania labda ni kwa sababu labda maisha yamekuwa magumu. Mwingine anasema basi kwa kuwa umeingia kwenye utumishi, angalau utakuwa ukipata chochote kitu na huenda ukabadilisha maisha yako. Kwa hiyo mtazamo wa watu huona kwamba watumishi ama wachungaji tunaingia kwenye utumishi kwa ajili ya kutafuta fedha. Lakini sivyo ilivyo kabisa. Na kwenye utumishi hakuna fedha, ila zipo baraka za Bwana. Wapo watu ambao kiukweli wameingia kwenye huduma wakitarget pia fedha, na hao ndio tunawaona wanapoingia hawamalizi muda wanarudi nyuma na kuacha utumishi. Kwa nini? Kwa sababu wao target zao ilikuwa ni fedha. Yeyote anayeingia kwenye utumishi akilenga apate fedha hataweza kuendelea na utumishi, kwa sababu kwenye utumishi hakuna fedha. Kwenye utumishi kuna baraka za Mungu. Baraka za Mungu zinakuja kwa wakati Mungu anaoutaka. Unaweza ukaingia kwenye huduma ukitarget fedha usizipate. Lakini pia unaweza ukaingia kwenye huduma ukitarget baraka za Bwana usizipate. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hubariki kwa wakati anaoutaka yeye. Na asilimia kubwa watumishi wa Mungu tunapoingia kwenye huduma, asilimia iliyo kubwa huwa lazima kwanza inatokea changamoto. Yaani mwanzo zinakuwepo ni changamoto zinazokupitisha kwenye maisha yale. Labda wakati mwingine unaweza ukawa na washirika wachache. Wakati mwingine unaweza ukawa na washirika wengi, lakini wasiojua wajibu wao ama wasioweza kufanya vile ambavyo neno la Mungu linataka wafanye. Kwa maana hiyo utakuwa na watu ambao bado unalala njaa. Manake utakapoliona hilo, kwa kuwa wewe uliingia kwa target za kutafuta fedha, manake utafanyaje jamani? Utaacha huduma. Kwa nini? Kwa sababu umeingia kwa target za kuzivuna baraka za Bwana ambazo hujui Mungu baraka hizo atazileta lini. Lakini wale wanaoingia kwenye huduma haswa kwa target za kwamba wameingia kutumika kweli kweli, ukweli zipo baraka za Bwana. Lakini baraka za Bwana zina wakati wake. Unaweza ukaanza vizuri, unaweza pia ukaanza vibaya. Unaweza ukawa na washirika wengi lakini bado unalala njaa. Unaweza ukawa na washirika wengi lakini bado unakosa hata sabuni. Lakini unaweza ukawa na washirika wachache bado ukawa unaziona baraka za Bwana. Nachotaka kuongea ni nini? Hatuingii kwenye utumishi kwa ajili ya kutafuta fedha. Na kama ni kutafuta fedha, basi sehemu ya utumishi sio sehemu ya kutafutia fedha.
tafuta fedha kwa staili nyingine, lakini tunaingia kwenye utumishi au tunatumika huku tukiendelea kuzitumainia baraka za Bwana na kuzitegemea pia, na kumsihi Mungu atubariki katika maisha yetu na juu ya kanisa letu pia tunalolitumikia. Inabaki ni kazi ya Mungu kutubariki. Anaweza akatubariki, anaweza asitubariki. Hatuwezi kujaji kwamba lazima baraka ziwepo. Tunadanganya. Yeye Mungu ubariki mtu kama pendavyo. Unaweza ukaingia kwenye utumishi ukawa ufanyi vizuri, unazizuilia baraka za Bwana. Unaweza ukawa unafanya vizuri, lakini baraka za Bwana zikawa haziji kama jaribu lako. Lakini tunachokijua mtumishi ni kama dhahabu. Dhahabu hata ungepata pure, lazima ipite kwenye moto, kutoa zile kutukutu, chembe za uchafu, ilibaki dhahabu pure. Kadhalika na mtumishi wa Mungu lazima upitie kunolewa, na unapopita kunolewa ndo utakutana na changamoto kama hizo. Utalala njaa, utashinda peke yako kanisani bila hata mshirika hata mmoja kukutia moyo. Kama ni maombi utafanya peke yako, kama ni ibada utafanya wewe labda na mzee wa kanisa au na mama mchungaji. Wakati mwingine hata usipate hata mmoja. Inaweza ikainuka vita hata kwenye familia. Inaweza ikatokea changamoto za hapa na pale. Hayo yote ni ili kukunoa, kukufanya mtumishi mzuri na mwaminifu mbele za Mungu. Na hayo ndio pia maisha ambayo watumishi wa Mungu tunayapitia. Maisha ya changamoto, maisha ya tabu, maisha ya kukosa. Ingekuwa tumeingia kwenye utumishi kwa haja ya kutafuta fedha, tungelikuwa tumeondoka tayari. Nikutie moyo mtumishi wa Mungu unaipitia kwenye changamoto. Usikate tamaa. Pambana. Kuna wakati na wewe utaziona baraka za Bwana. Kuna wakati Mungu atakuinua. Kuna wakati Mungu atakubariki. Kuna wakati Mungu atakukumbuka. Lakini zaidi asitumike kwa ajili ya kubarikiwa. Zaidi baraka tunazozitafuta ni baraka za rohoni. Sisi tunautafuta ufalme wa Mungu. Ninaweza nikaishi maisha ya changamoto, maisha ya shida, lakini bado binafsi kama mtumishi ninachokitafuta ni ufalme wa Mungu. Ndiyo, tunaweza kuyahitaji maisha ya kawaida ya kidunia. Ndiyo, kwa sababu tunahitaji kula, tunahitaji kunywa. Lakini bado neno la Mungu linasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine Mungu atafanyaje jamani? Atatuzidishia, atatupa tu. Usifosi sana kutafuta maisha. Fosi sana kutafuta ufalme wa Mungu. Wakati wa Bwana utafika. Atakubariki, atakuinua, atakutukuza katikati ya watu. Atakufanya kuwa mtumishi mkubwa. Atakufanya kuwa hodari. Atakufanya imara. Utabaki kushangaa maisha yako na utabaki kuona utukufu wa Mungu ukikuzunguka tu. Hatupo kwenye utumishi wa Mungu kutafuta fedha. Tupo kwenye utumishi wa Mungu kumtumikia Mungu na kutafuta ufalme wa mbinguni. Mungu awabariki. Mungu awainue. Niwatakie siku njema. Amen.